Usiku mzito ulikuwa umetanda juu ya kijiji kidogo cha wavuvi kilichokuwa pembezoni mwa bahari ya Hindi. Mwezi mkubwa ulikuwa umejaa angani, ukitoa mwanga hafifu juu ya maji ya bahari. Mawimbi yalikuwa yakigonga ufukwe kwa sauti ya taratibu, kana kwamba bahari ilikuwa inapumua polepole katika usingizi wake wa usiku. Minazi mirefu iliyokuwa kando ya ufukwe ilikuwa inatikisika kwa upepo mwanana wa bahari, huku vivuli vyake vikicheza juu ya mchanga mweupe. Kijiji kizima kilikuwa kimelala, nyumba za udongo na makuti zilikuwa zimenyamaza kimya, kana kwamba maisha yote yalikuwa yamesimama kwa muda. Mbwa wachache walikuwa wakilia kwa mbali, sauti zao zikivunja-vunja ukimya wa usiku. Lakini mbali kidogo na kijiji hicho, karibu kabisa na maji ya bahari, kulikuwa na boti ndogo ya mbao iliyokuwa imefungwa kwenye mti wa mikoko. Juu ya boti hiyo kulikuwa na kijana mmoja aliyekaa kimya, akitazama maji ya bahari yaliyokuwa yanang'aa chini ya mwanga wa mwezi. Kijana huyo aliitwa Salim. Salim alikuwa mvuvi wa kijiji hicho, kijana mwenye miaka 24 aliyekuwa amezoea maisha ya bahari tangu akiwa mdogo sana. Ngozi yake ilikuwa imechomwa na jua kutokana na kazi ya kuvua kila siku. Mikono yake ilikuwa migumu kwa sababu ya kuvuta nyavu nzito kila asubuhi. Lakini macho yake yalikuwa na huzuni ndogo iliyojificha ndani yake. Huzuni ambayo ilitokana na maisha yake magumu tangu baba yake alipofariki miaka 2 iliyopita. Tangu siku hiyo, Salim ndiye aliyekuwa tegemeo la familia yake. Mama yake na mdogo wake walimtegemea kwa kila kitu. Kila siku kabla hata ya jogoo kuwika, Salim alikuwa tayari ameshaingia baharini akivua samaki ili familia yake ipate chakula. Lakini siku hizi mambo yalikuwa magumu sana kwa wavuvi wa kijiji hicho. Samaki walikuwa wamepungua sana baharini na wavuvi wengi walikuwa wakirudi ufukweni wakiwa hawajapata chochote. Usiku huu, Salim alikuwa amekaa juu ya boti yake akiwaza maisha yake na kesho yake. Alivuta pumzi ndefu huku macho yake yakitazama mbali katikati ya bahari, kana kwamba alikuwa anatafuta majibu ndani ya maji yale yasiyo na mwisho. Kesho lazima nipate samaki, alinonogona kwa sauti ya chini. Mama na Yusuf wananitegemea. Alipokuwa bado anatazama bahari, upepo mdogo ulivuma juu ya maji na mawimbi yakaanza kusogea polepole kuelekea ufukweni. Salim akakaza macho yake kutazama mbali zaidi baharini, kana kwamba aliona kitu kisichoeleweka. Kwa sekunde chache alihisi kama kuna kitu kinatembea ndani ya maji, lakini hakukuwa na kitu kinachoonekana wazi. Alitikisa kichwa chake kidogo kama mtu anayejaribu kuondoa mawazo mabaya. Labda nimechoka sana leo, alijisemea kimya kimya. Alipoinuka ili ashuke kutoka kwenye boti yake, ghafla sauti ya ajabu ikasikika. Ilikuwa sauti ya mwanamke, sauti laini na nyororo iliyotoka mahali fulani ndani ya bahari. Sauti hiyo ilitamka jina lake polepole sana. Salim? Mwili wa Salim ukaganda ghafla. Aligeuka haraka kuangalia baharini, lakini hakukuwa na mtu yoyote. Hakukuwa na boti nyingine wala mvuvi mwingine karibu. Kulikuwa tu maji yaliyokuwa yakitikisika chini ya mwanga wa mwezi. Moyo wa Salim ukaanza kupiga kwa nguvu. Ni nani? Aliita kwa sauti ndogo huku macho yake yakizunguka juu ya maji. Hakuna aliyemjibu. Ukimya mkubwa ukatawala tena. Mawimbi tu ndiyo yaliyokuwa yakipiga ufukweni kwa sauti ya polepole. Salim akavuta pumzi ndefu na kujifariji. Ni mawazo yangu tu, alisema kwa sauti ya chini. Akaanza kushuka kutoka kwenye boti yake kuelekea ufukweni. Lakini kabla hajapiga hatua ya pili, sauti ile ile ikasikika tena, safari hii ikiwa karibu zaidi kuliko mara ya kwanza. Salim? Miguu yake ilisimama pale pale. Baridi kali ilipita mgongoni mwake kama vile mtu aliyekuwa amempulizia pumzi ya baridi. Aligeuka polepole tena kuangalia baharini, lakini hakukuwa na mtu yoyote. Hakukuwa na boti nyingine wala mvuvi mwingine karibu. Kulikuwa tu maji yaliyokuwa yakitikisika chini ya mwanga wa mwezi. Moyo wa Salimu ukasogea hatua moja karibu na maji, huku moyo wake ukipiga kwa nguvu. Ni nini hicho? Alinonogona kwa sauti ya chini. Mwanga ule ulisogea polepole kuelekea karibu na boti yake, kana kwamba kitu kilikuwa kinakuja juu ya maji. Lakini kabla Salim hajayaona vizuri, ghafla ule mwanga ulizama ndani ya maji na kutoweka kabisa. Salim akabaki amesimama pale akitazama bahari kwa mshangao. Hakujua kama kile alichokiona kilikuwa kweli au kama alikuwa anaota. Baada ya sekunde chache akaamua kuondoka na kurudi nyumbani. Alianza kutembea polepole juu ya mchanga wa ufukwe huku mawimbi yakipiga nyuma yake. Lakini moyoni alihisi kitu kisichoeleweka, kama vile bahari ilikuwa imemuita kwa jina lake, na hakujua kwa nini.
Sini yetu imehama na kuonyesha ndani ya nyumba ndogo ya udongo ya Salim, ambapo mama yake Biasha alikuwa amekaa karibu na taa ya chemlei akimsubiri mwanaye. Ndani ya nyumba hiyo, mwanga wa chemlei ulikuwa ukitikisika polepole, ukitoa vivuli vya ukuta. Biasha alikuwa amekaa chini juu ya mkeka akimenya nazi, lakini mikono yake ilisimama mara kwa mara kana kwamba mawazo yake yalikuwa mbali. Macho yake yalikuwa yakitazama mlango wa nyumba kana kwamba alikuwa anasubiri mtu. Pembeni yake kulikuwa na mtoto mdogo aliyelala usingizi mzito. Huyo alikuwa Yusuf, mdogo wa Salim. Biasha alivuta pumzi ndefu na kusema kwa sauti ya chini, "Mbona Salim anachelewa kurudi leo?" Upepo mkali kidogo ulivuma nje na mlango wa nyumba ukagonga polepole. Biasha alisimama na kwenda kuufungua. Alitazama nje gizani, lakini hakukuwa na mtu. Lakini ghafla alihisi baridi kali sana ikipita karibu naye, kama vile kitu kisichoonekana kilikuwa kimepita mlangoni. Moyo wake ukaanza kupiga kwa nguvu. Haraka alifunga mlango na kunong'ona, "Ewe Mungu, ulinde mwanangu." Sasa sini yetu imeturudisha tena ufukweni pale Salim alipokuwa akitembea peke yake akirudi nyumbani baada ya kushuka kwenye boti yake. Mwezi ulikuwa bado unamulika bahari nyuma yake, huku mawimbi yakipiga mchanga kwa sauti ya polepole. Salim alikuwa akitembea taratibu, lakini ghafla alisimama. Aligeuka tena kuangalia bahari kwa sababu alihisi kama kuna mtu alikuwa akimwangalia. Ndipo kwa sekunde moja tu aliona kitu cha ajabu sana. Ndani ya maji aliona uso wa mwanamke mzuri sana ukitokea juu ya mawimbi. Nywele zake zilikuwa ndefu zikielea juu ya maji na macho yake yalikuwa ya kijani yenye mwanga wa ajabu. Mwanamke huyo alikuwa akimtazama Salim moja kwa moja. Salim akapiga hatua moja nyuma kwa hofu. Lakini kabla hajazungumza chochote, mawimbi yalitikisika na uso ule ukatoweka ndani ya maji kama vile haukuwahi kuwepo. Salim akabaki amesimama kimya akitazama bahari kwa mshangao. Hakujua kama kile alichokiona kilikuwa kweli au kama akili yake ilikuwa inamchezea mchezo. Sini yetu imehama na kuonyesha ndani kabisa ya maji ya bahari, mahali ambapo mwanga wa ajabu ulionekana chini ya mawimbi. Chini kabisa ya bahari kulikuwa na mwanga wa duara uliokuwa unang'aa kama mwezi mdogo uliokuwa umefichwa ndani ya maji. Ndani ya mwanga huo kulikuwa na umbo la mwanamke. Nywele zake ndefu zilikuwa zikielea ndani ya maji kama mawimbi madogo na macho yake yalikuwa ya kijani yenye mwanga wa ajabu. Mwanamke huyo alikuwa akimtazama Salim moja kwa moja. Alitabasamu polepole na kusema kwa sauti ya chini ambayo ilipotea ndani ya maji, "Hatimaye nimekupata Salim." Sasa sini yetu imeturudisha tena ndani ya nyumba ya Salim, ambapo Salim alikuwa ameingia ndani na kukaa chini karibu na mama yake baada ya kutoka ufukweni. Biasha alimwangalia mwanaye kwa makini na kumuuliza, "Salim, mbona umechelewa sana leo?" Salim alikaa chini polepole kana kwamba mawazo yake yalikuwa bado baharini. "Nilikaa tu ufukweni nikifikiria mambo," alisema kwa sauti ya chini. Mama yake alimwangalia tena kwa makini kana kwamba alihisi kuna kitu hakikuwa sawa. Lakini Salim hakusema chochote kuhusu sauti aliyosikia wala kuhusu uso wa mwanamke aliyeuona ndani ya maji. Moyoni alihisi kama akisema ukweli, hakuna mtu ambaye angemwamini. Usiku huo Salim alilala juu ya mkeka wake, lakini usingizi hakumchukua haraka. Kila alipofumba macho yake, aliona tena bahari, mwanga ule ndani ya maji na uso wa mwanamke aliyemtazama kutoka ndani ya mawimbi. Hakujua kama huo ulikuwa mwanzo wa hadithi ya ajabu sana ambayo ingeanza kubadilisha maisha yake polepole. Hadithi ya mapenzi yasiyo ya kawaida kati ya mvuvi maskini wa kijiji kidogo na kiumbe cha siri kilichoishi ndani ya kina kirefu cha bahari. Episode 1 imeishia hapa. Usikose kufuatilia mwendelezo, pia share na kusubscribe.